Naam, ni Jumamosi nyingine nzuri, ni Jumamosi nyingine tulivu ya kufurahia utajiri wa neema mbalimbali ambazo Mungu Baba ameashiria juu yetu na katika maisha yetu. Karibu tutazame namna ambavyo Kristo anafunuliwa katika viwanja mbalimbali vya soka. Leo tumekuandalia nani? Basi kaa hapo hapo kuanzia mwanzo mpaka mwisho, mpenzi mtazamaji wangu, ili uweze kuona mambo haya mazuri. I belong to Jesus. It's been good since day one. Makubenjalo mkosi yami, au kwa lugha yetu ya Kiswahili humaanisha na iwe sawa sawa na mapenzi yako Bwana wangu. Hizi ni kauli tatu ambazo zimebeba maana halisi ya kuwa mwana na ukuhani wa kifalme wa Mungu Baba ndani ya ufalme wake duniani. Ukuhani wa kifalme ni milki ya Mungu. Ukuhani wa kifalme ni urithi wa Mungu. Ukuhani wa kifalme ni mwakilishi na umwasilisha Mungu na mapenzi yake duniani kote. Shalom mwanafamilia wetu wa Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote. Kipindi ni kile kile ukipendacho, Kristo Viwanjani, na mimi mtangazaji wako Faraji Chembe. Karibu tena, tuendelee kuangaza viwanjani, namna ambavyo makuhani wa kifalme wa Mungu Baba wanavyomtangaza Kristo kupitia vipawa vyao. Kama umekuwa mfuatiliaji mzuri wa wanamichezo wetu wa Kristo huko viwanjani, basi bila shaka tayari umeshafahamu kauli tatu nilizoanza nazo ni utambulisho wa nani. Kama bado, basi usiwe na shaka, ndiyo maana nipo hapa kukujuza. Prince Mpumelelo Dube, moja ya majina makubwa katika majina ya washambuliaji waliowahi kutajwa katika miaka karibuni ligi kuu Tanzania bara. Pengine wengi wanamfahamu kwa umahiri wake wa kufunga magoli ya kuvutia klabu za Yanga na Simba wakati alipokuwa Azam FC. Kwetu Kristo Viwanjani, magoli sio utambulisho mkubwa tunaofahamu. Kwetu tunamfahamu kama balozi mwaminifu wa ufalme wa Mungu viwanjani. Sisi ndani ya ufalme wa Mungu huwa tunasema kwa kadiri majukumu yanapokuwa makubwa ndipo na neema ya Mungu nayo uzidi sana. Hakika kauli hii imekuwa halisi kwa Prince Dube, hasa baada ya kujiunga na klabu kubwa ya Young African, wakati mashabiki na uongozi wote wa timu hiyo ukitegemea mambo makubwa mno kutoka kwa Prince Dube. Awali mambo hayakwenda sawa. Hata hivyo, kila wakati alipoonekana akiulizwa, majibu yake yalikuwa mepesi lakini yenye uzito mkubwa wa kumwelezea Mungu na neema yake. Dube alijibu, ninamshukuru Mungu, ninamwamini Mungu. Kama nilivyoanza na Kristo, ndivyo ninavyoendelea na Kristo. Asante Prince Dube kwa kutuonyesha kuwa Kristo ni maisha. Ukiwa juu, Kristo anafunuliwa. Ukiwa chini, Kristo anatangaza. Hakika huu ndio ushindi wa kweli tulionao wana wa Mungu. Hata mahali ambapo wengine hawaoni kitu, sisi bado tuna hakikisho la wema. Kristo Viwanjani, tunakuombea kwa Mungu Baba uendelee kuwa jasiri na mwenye ushujaa katika kumhubiri Kristo, huku ukijazwa kwa roho wa neema, uwana, ubora na utofauti katika kila sekunde unayokuwa uwanjani. Endelea kufunua ukuu wa Mungu mwana wa mfalme. Tunajivunia sana wewe katika Kristo Yesu. Jukwani roho wa neema, vipawa, ugunduzi na matendo ya kinabii. Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote. Naam, usisahau kutuandikia katika comment section. Tunakupenda sana. Bye bye, wakati mwingine wiki ijayo.